ya wasanii ambao wanafanya vizuri sana kunako tamthilia ya Dunia. Anaitwa Eke ambaye ni dada yake mkubwa na Matilda. Yule Matilda ambaye tulikuwa tumemfahamu kwenye tamthilia ya Dunia ambaye ni mchepuko wa manyanya. Huyu ni mkubwa, alafu kuna dada wake wa pili. Tutamtafuta na yeye, tuzungumza naye. Kubwa zaidi atuambie vile ambavyo mabadiliko yametokea kwenye tamthilia yao ya Dunia ama kwenye familia yao. Yeye imemuumiza kiasi gani, ama neno lake ni lipi, ama nakwenda kujibu yale yote ambayo tulitamani tumuulize baba Asma. Muda huu hayupo. Yeye kama mwanafamilia anakwenda kujibu. Eke, mambo? Poa. Poa? Yeah. Hongera, mnafanya kazi nzuri sana. Shukran. Kwani Mchaga? No. Segeju. Segeju? Segeju ni wapi? Ya, Tanga. Tanga. Tanga kuna Segeju hii mpya hii. Yeah. Wapo. By the way, niwapongeze. Imekuwa ni familia ya Dunia ambayo inafanya vizuri sana kwenye mitandao sambamba na mitaani. Kule mitaa ambapo tunaishi, kila unapopita vigoma ni vile vile vya Dunia tu. Hongereni kwa hili. Shukran sana. Sawa, twende kwenye point. Mabadiliko yametokea kwenye kazi yenu ya Dunia, ambapo baba Asma aliposti na kuomba radhi kwa mabadiliko ya kumbadilisha Mati. Kama dada mkubwa, kama msanii, natamani nifahamu feelings zako ni zipi kuona yule Mati ambaye ulikuwa umemzoea kwa sasa hayupo. Tuanze hapa. I feel so sad, you know. Lakini inapokuja kwenye mambo ya mabadiliko, kuna sometimes inabidi mfanye kutokana na sisi ni watoto wa kike. So yule ana matatizo, anaumwa, anatakiwa muda wa mapumziko. So ndio maana bosi akaamua kufanya hivyo. Ni ngumu kukubali, ni ngumu watu kumpokea, lakini inabidi. Kwa sababu so wewe ukiumwa kazi stop. Kazi inabidi iendelee kwa sababu dunia ni kubwa. Dunia ni kubwa sana, inatakiwa kazi iendelee. Mati aliyekuja unamfurahia? Mati aliyekuja unamfurahia? Nimempokea kwa mikono miwili kwa sababu kinachokubeba sio wewe Mati, kinachokubeba ni sanaa yako uliopo nayo ndani. Yule binti anajua kuigiza sana. Kwa tunaomba watu mpunguze matusi jamani, comment zinamfanya msanii akatoka nje ya mood. Watu wana comment sana matusi, wanamponda sana, lakini kikubwa mpokeni sanaa yake alionayo ndani. Ana sanaa sana yule binti. Ndio ni ngumu kumechi, yani kumkopi mtu vile alivyo ambavyo Mungu amemuumba. Wewe unafahamu hilo. Hata kama ikitokea kwamba uko nafasi ya mtu, sidhani kama unaweza kuvaa viatu kama yeye mwenyewe. Kwa sanaa yako, kwa akili zako timamu, unahisi tofauti gani zilizopo kati ya Mati yule na Mati huyu? Tofauti ni ndogo sana. Tofauti sio kipaji alichonacho. Tofauti ni upendo wa watu kumpokea kwenye jamii. Unajua watu walimzoea sana Mati. So yenyewe sisi imetuchukua muda, bosi imechukua muda sana kwa yeye kufanya mabadiliko, lakini sio mbaya. Hata aliyekuja ana kipaji sana. Ni msanii mzuri. Kikubwa watu mngefuatilia episodes zinazokuja, mjue huyu mtu amewaletea kitu gani bora, afu baada ya hapo nyinyi ndio mnachagua yes au no. Lakini mkiwahi kuchagua no before yes, oh my god, inakuwa is not perfect. Kuna tetesi ambazo zinaenea mtandaoni muda huu, wanasema Mati kama anakwenda kuolewa, alishachumbiwa nyuma. Bila shaka ushakuona hizo video. Aliposti Violet video na picha. Watu sasa wameunganisha doti, wamesema Mati anakwenda kuolewa na mzee baba ambaye amechukua mali, anasema bwana stop, kadi moja, lamba 5, kwa maana kwamba sitaki tena ushiriki kwenye sanaa. Bila shaka umeisikia, kuwa muwazi, muogope Mungu. Hii umeisikia? No comment, lakini kwenye mambo ya mwanamke hicho kitu ni lazima. Kuna mwanamke ambaye hajatamani kuolewa. Kila mwanamke ndoto yake ni kuja kuolewa. Hata mimi mwenyewe natamani kuja kuolewa. Kwa hiyo ni kitu bora. Tumshukuru Mungu. Swali langu umeelewa lakini? Bila shaka umelisikia hili ambalo mimi nimezungumza. Umelisikia? Hao ambao wanaunganisha doti, unahisi kuna uhalisia kiasi gani hapa, kuna asilimia za ukweli kiasi gani? Watu wasiwasi mashabiki ambao wanaamini kwamba kweli Mati kaolewa ndio maana au wanaelekea kuolewa, mume wake hataki tena shiriki kwenye sanaa. No comment, lakini ni jambo zuri kwa mwanamke. Unajua kila mwanamke anahitaji ndoa. So linapokuja jambo la heri kama hilo, tumshukuru Mungu. Lakini sisi taarifa tulizonazo ni anaumwa. So sijui taarifa za nje. Iko ni ngumu kiasi gani kuweza kukaa na huyu Mati mpya sasa? Sio ngumu sana kwa sababu ni mtu ambaye ni ana sanaa. Ana sanaa kubwa sana. Kwa hiyo watu wakitaka kumjua kabla ya kutukana, kuna movie kadhaa ashafanya huko nyuma, I think. Watu wanaweza kuzifuatilia hizo alafu wakakompare
Unajua kinachombeba msanii sio jina, ni kipaji. Binti ana kipaji sana. So comment za matusi na nini zinafanya mtu anatoka kwenye mood. Yeah. Kama dada, kuna time huwa una miss yule Mati zetu? Sana. Sana. Unafanyaje? She's my friend, so tunaongea. Mwisho unaongea na nini? Na lini? Jana. Unaongea na nini? Ni mambo tu ya kike. Yeah. Siku ambayo baba Asma alikuwa ameposti Mati anaumwa, hapo mmoja aliweka status Insta story. Kweli mtu anaumwa na kwa design, hebu kuwa mwazi bwana, tumogope Mungu. Kipi ambacho Mati kimemfanya swepo kwenye tamthilia? Unajua kuna ugonjwa mwingine sijui nisemeje. Kila mtu ana namna yake, lakini sio kwamba kwa sababu watu wanamuona anafanya challenge, anajiposti, haimaanishi kwamba yeye sio mgonjwa. Anahitaji mapumziko ya muda mrefu sana. So tukisema tumsubiri, tungemsubiri zaidi ya miezi 6 au 5. Kazi inakuwa tunakosa sisi. Kwa hiyo dunia ni kubwa sana. So inabidi kazi nyingine ziendelee. Ndio maana ilipofanyika mchujo, nani anaweza kufiti nafasi, akaja yule na ana muonekano, na tulikaa chini tukadiscuss, tukasema huyu anafaa. Kuna namna yote ambayo unahisi unakwenda kupoteza mashabiki ama unakwenda kupata mashabiki wapya kwa hiki ambacho kimetokea? Hapana. Mashabiki watazidi kuongezeka kwa sababu tunawaandalia vitu vitamu zaidi, vitu vizuri. Zitakuja moment nzuri kwa watu, wataenjoy. Waendelee kufuatilia Dunia, watu waache kucomment matusi. Yanamfanya msanii anakuwa off the mood. Wewe mwenyewe unayasoma yale? Sana. Anayaona? Sana. Bosi wetu ni mtu ambaye anasoma kila nukta ya comment. Anasoma bosi wetu. Sio bosi tu, hata sisi tukiposti tunaona zile comment. Sio kwamba kutokukujibu sijaona. Nimeona vizuri, nasoma. Inaumiza moyo, inabidi tumpigie simu, tukae naye chini tuambie usisome comment kwa kipindi hiki. Just wape kitu bora. Watu watakupokea. Pole ni bwana, kama una familia kwa hiki ambacho kimekuta. Watu wanasema hatutaki tena kuangalia tamthilia Dunia. Comment hizo zimekuwa nyingi zaidi ya pongezi. Unaziona hiyo? Ndio tunaziona. Majibu nini sasa? Wasiache kufuatilia Dunia. Kuna vitu bora sana huko mbeleni. Guys, fuatilieni Dunia, kuna vitu bora, kuna matukio mazuri. Sometimes hata kina Pacome wanaumia, ina maana Pacome aumie uwanjani kwa sababu ni finali, basi afe humo. Lazima tuchange, Pacome apumzike, ingie mtu mwingine, tushinde. Kondo kama hivyo, kapumzika kwa muda na mtu anakaa miezi 6 hata kwenye mambo ya uchezaji. Nafikiri unafanya hivyo jamani. Kwa hiyo tumpokeni dada yetu, tumtie moyo, tufanye kazi, tuendelee kuenjoy na Dunia. Tumalizie. Hivi inashindikana kuingia kambi mkashuti episode zote kiasi kwamba hata ikitokea tena mtu akaumwa mnakawa hana deni, kwa maana kwamba kama Mati yule mngemtumia muda mrefu, muda ambao mlikuwa mna rest mngefanya naye, sasa hivi asingetokea haya? Hii haiwezekani? Inawezekana kwa sababu hata ukiangalia tamthilia nyingi ambazo zinazoruka kwenye ma TV huwa wanaandika, wanafanya season 1 inakaribia kuisha, kwenye editing ndo wanaanza kuposti, wanakuja wanafanya season 2 mpaka wanamaliza. Sometimes sania anakuwa hana deni na anafanya sehemu nyingine, lakini pia kwa upande wetu sisi ipo tofauti kidogo kulingana na tunafanya kazi ya YouTube. Sometimes tunaenda na vibe. Sawa? Unajua kwenye TV mtazamaji anaweza akatazama kitu, kwa mfano kwenye media atatazama kitu lakini atatamani kucomment kitu, lakini hawezi kucomment kwa sababu yule alot produce kazi haioni. Lakini si kupitia Dunia, kupitia YouTube au watu wengi wanafanya kazi YouTube, huwa tunafuatilia comment, tunaangalia wateja gani au wateja wetu wanataka kitu gani. Kwa ndio maana tunapita. Leo kimetrend kitu cha fulani cha masuala ya let me say kwamba masuala ya kuvishana nini niweke hii ipo Valentine kesho tunacheza siku za nyuma, siku ya Valentine tunapost. Just imagine unacheza Valentine leo, tunatakiwa watu waone Valentine, tuishi kwenye uhalisia. Sehemu nyingine watu wanakosa uhalisia. Siku wanaotazama kazi Valentine ishapita. Valentine iko mbele. Kwa sisi tunaenda the way kiki zinavyozidi kwenda, comment zinavyozidi
kwenda, ndio maana tunafanya hivyo. Lakini ipo nafasi ambayo kwenye by season 2 director tumejaribu kuliona hilo, tusha discuss kwamba tutafanya kazi zaidi hata episode 30 and then tutaanza kuposti moja huku tukiwa tunahema na kuendelea kazi nyingine. Mchakato kumpata Matilda mpya ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Maana mlimpataje au mlikuwa naye kambini? Hapana, yule tulimpata kwa kuuliza kufanya research mbalimbali. Walikuja wengi, lakini performance sometimes unajua zile mwingine anakuwa hapo serious, lakini pia ilikuwa ngumu. Sisi wenyewe kwanza kufikiria kile kitendo pia kilikuwa kigumu, lakini mpaka imefika stage kwa kuwajali mashabiki, dunia kubwa, ili tulazimu sasa tumpitishe yule pale kupitia uwezo wake. Na uzuri kafanya kazi nyingi, kama sikoseza Madebe, watufuatilia kazi za Madebe wataona uwezo wake, na kwenye dunia akija nafikiri uwezo utaongezeka zaidi kulingana na story ilivyo, directing na yeye mwenyewe katika ukubwa ambao alopewa.